Katiba yetu, nchi yetu ni Jamhuri ya Muungano, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, yapo masuala ambayo siyo ya kimuungano. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, baadhi ya mambo ambayo sio ya kimuungano ni pamoja na masuala mazima ya afya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi karibuni kumekuwepo na mijadala mikubwa na mizito inayohusiana na masuala mazima ya matibabu. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningependa kufahamu ni utaratibu gani wa kisera na kisheria unaotumika kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania hawa wa pande zote mbili katika ni utaratibu gani wa kisera na kisheria unaotumika kuwahudumia hawa wananchi au Watanzania wa sehemu zote mbili katika masuala mazima ambayo hayapo ndani ya muungano. Muungano wetu sasa umeshaunganisha damu. Watu wameoleana, wameshakuwa ndugu. Mheshimiwa Spika, na mimi ni miongoni mwa Watanzania ambao hawaifahamu nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tumezaliwa nchi ikiwa imeshaungana kwa nchi moja inaitwa Tanzania. Nikirejea kwenye swali la Mheshimiwa mbunge, ni kweli kwa muundo wa muungano wetu tuna mambo yaliyo ya muungano na tuna mambo ya sio ya muungano. Kuhusu masuala ya kisera, kama alivyosema, na kisheria, tuna masuala ya sio ya muungano ambayo kisera tunayafanya kwa mashirikiano, ambapo wizara za kisekta za masuala ya sio ya muungano zinaingia ushirikiano, ama taasisi zinazoendesha masuala hayo yasiyo ya kimuungano kuingia ushirikiano. Mheshimiwa Spika, kwa mfano jambo la matibabu, taasisi zetu za bima NHIF pamoja na ZIF zina mashirikiano ya namna ya kutoa huduma ya matibabu. Na mashirikiano hayo ni yapi ambayo yaliingiwa kwa pande zote za muungano? Ni kwamba ukiwa na bima ya afya ya upande mmoja wa muungano, unaruhusiwa kutibiwa kwa kutumia bima hiyo kwa upande mwingine wa muungano.